Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu ni mzima wa afya kabisa popote pale ambapo unaendelea kutega sikio taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025, na Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kamili kondo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Kabla chochote tunakusii kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme, vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kuendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Iteloje Lulonga. Basi nakukaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho, na hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, sauti yetu, habari yako. Basi karibu tukupashe. Na asubuhi ya leo tunaanzia katika mkoa wa Kivu Kusini ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete kufuatia mashambulizi mapya ya wasi wa M23. Jana siku ya Jumatatu tarehe 17 Novemba, shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Bukavu Miti Yombo zilisimama kabisa, na inatokana na mashambulizi yaliyofanywa mapema asubuhi na wasi wa M23 dhidi ya ngome za vikundi vya wazalendo katika eneo la Kabare. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi kutoka eneo la tukio, safari hii ya waasi walenga moja kwa moja ngome ya wapiganaji wa wazalendo waliojulikana kwa jina la Meteo, ambao iko ndani ya hifadhi ya taifa ya Kauzibiega. Mapigano haya yalitumia silaha nzito na nyepesi, yalisababisha taruki kubwa na kuathiri shughuli zote za kilimo na biashara katika maeneo yanayozunguka hifadhi hilo. Taarifa zinaeleza kuwa mabodaboda na wasafiri wengine waliokuwa wakitoka au kuelekea maeneo ya Kalonge na Bunyakiri walilazimika kusitisha safari na kurudi walikotoka kwa hofu ya kuvamiwa. Wakizungumza kuhusu hali hiyo, baadhi ya viongozi wa eneo la Kabare wamesema kuwa M23 inaonekana kuwa na malengo ya kupanua njia zao za kivita kuelekea maeneo ya Kalonge na Bunyakiri ambayo kwa sasa yanadhibitiwa na vikundi vya wazalendo. Hata hivyo, vyanzo vinavyohusishwa na M23 vinadai kuwa mashambulizi hayo ni majibu ya operesheni za FARDC na washirika wao, madai ambao jeshi la taifa limekanusha vikali. Kumbukumbu ya hivi karibuni inaonyesha kwamba wiki iliyopita msemaji wa FARDC General Major Sylvain Kenge alitoa onyo kali kwa wasi wa M23 na washirika wao dhidi ya kuanzisha mashambulizi mapya kwenye maeneo ya jeshi. Licha onyo hilo, ndani ya kipindi kilichozidi siku 7 waasi hao wamefanikiwa kuteka vijiji vya mining moja na mining mbili katika wilaya ya Shabunda. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo mengi ya Kabare na Shabunda bado ni ya wasiwasi, huku wakazi wakihofia kurejea katika shughuli zao za kawaida. Jeshi la FARDC linaendelea kutoa matamko ya kutuliza umma likisema linafuatilia kwa karibu harakati za waasi kujiandaa kuchukua hatua stahiki. Hali ya sitofahamu imetanda siku ya jana Jumatatu tarehe 17 Novemba katika kijiji cha Bambo kilichopo katika sheferia Bwito, wilaya ya Ruchuru, jimbo la Kivu Kaskazini, kufuatia mauaji ya raia wasiopungua 4 mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa vyanzo vya viongozi wa jadi wa eneo hilo, watu 2 waliuawa katika kishishe baada ya kile kinachoelezwa kuwa ni shambulio la wapiganaji wanaodaiwa kuwa wazalendo dhidi ya ngome za kikundi cha ulinzi cha eneo cha M23 usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 16 Novemba. 2 wengine waliuawa katika mazingira kutatanisha baada ya watu wasiojulikana walikuwa wamejiami kwa silaha kuvamia makazi ya raia usiku huo katika kijiji cha Bambo. Tukio hilo limefanywa wakazi wengi kukingiwa na hofu, huku shughuli nyingi za kawaida zikiripotiwa kusimama kwa muda kutokana na uwezekano wa mashambulizi ya mara kwa mara. Viongozi wa eneo hilo wamesema hali bado ni tete na wametoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika na kurejesha utulivu katika jamii hii.
Idadi ya watu waliouawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa ADF dhidi ya kituo cha afya cha Bambwe katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini imeongezeka na kufikia watu 29. Mashambulizi haya yalitokea usiku wa kuamkia Jumamosi na kusababisha vifo pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, watu 23 wamepatikana wameuawa ndani ya kituo cha afya, ikiwemo wanawake 11 na wanaume 7, wakati wengine 6 wakiuawa katika makazi ya kijiji kilichopo karibu na kituo hicho. Shambulio hilo lilolengwa moja kwa moja kwenye kituo cha afya pamoja na kijiji jirani, hatua ambayo viongozi wa eneo wamesema inaonyesha ukatili uliopitiliza wa waasi wa ADF. Kanali Alain Kiwewa, msimamizi wa wilaya Lubero, amelahani vikali tukio hilo akitaja kuwa ni jinai dhidi ya ubinadamu. Alisema kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya hayawezi kuvumilika na yanahitaji majibu ya haraka kutoka kwa vyombo vya usalama. Amesisitiza pia kwamba Bambwe ni eneo lililowahi kuwapoteza wakimbizi wengi waliokimbia vita katika maeneo mbalimbali, na kitendo cha kushambulia jamii ya namna hii haikubaliki. Kanali Kiwewa ametoa wito kwa wakazi wa Lubero kuendelea kuunga mkono operesheni za pamoja zinazotekelezwa na majeshi ya FARDC na UPDF dhidi ya waasi wa ADF. Amesema, tuwe wamoja kama mtu mmoja, tutashinda adui huyu, tutawashinda hawa magaidi wa ADF. Hadi sasa hali katika Bambwe bado ni ya maombolezo na tahadhari, huku jeshi likiendelea na doria na msako mkali dhidi ya uhalifu au. Utulivu wa muda umeonekana siku ya jana Jumatatu tarehe 17 Novemba katika kijiji cha Bitoi kilichopo katika groupment ya Nyamaboko 2 wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Hali inakuja baada ya mapigano makali yaliyotokea siku ya Jumapili kati ya waasi wa M23 na vikundi vya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waasi wa M23 walitokea Kazinga, walivamia mapema alfajiri ngome za wazalendo zilioko Bitoi na kufanikiwa kwa sukuma nyuma baada ya mapigano ya saa kadhaa. Sauti za milipuko ya silaha nzito na nyepesi zilindirima katika kijiji hicho kwa muda wote wa siku, hali iliyosababisha hofu na taharuki kubwa kwa wakazi wa Bitoi pamoja na vijiji jirani. Kutokana na hali hiyo, harakati za watu kuhama makazi zimeripotiwa kuelekea maeneo ya Kailenge katika groupment ya Waloya Yungu, wilaya ya Walikale, umbali wa takriban kilomita 3 kutoka Bitoi. Ingawa idadi kamili ya vifo au majeruhi haijajulikana hadi sasa, vyanzo vya eneo hilo vinasema kuwa kulikuwepo visa vya uporaji wa mifugo katika malisho ya wenyeji. Baada ya siku yenye mivutano mikubwa, waasi hao walirudi Kazinga wakiwa wamebeba mali walizozipora. Hadi kufikia leo asubuhi imeripotiwa kuwa tulivu, lakini yenye wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Badala ya sala ya malaika wa Bwana iliyofanyika Jumapili tarehe 16 Novemba katika uwanja mtakatifu wa Petro mjini Vatican, Papa Leo wa 14 ametoa wito mzito wa kitaka kusitishwa mara moja kwa machafuko yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki amesema anaendelea kuwaombea Wakristo wanaoteseka na kubaguliwa katika maeneo mbalimbali, akitaja kuwa namna ya pekee ya wasiriwa wa mashambulizi ya karibuni ya waasi wa ADF huko Kivu. Akizungumza kwa huzuni, Papa Leo wa 14 alisema katika siku hizi mauaji dhidi ya raia yamefanyika na ungana katika maombi na familia za Kivu, na natoa wito tuombe ili vurugu zisitike na waumini washirikiane katika kujenga mema ya pamoja. Shambulio lilorejea baada ya mtakatifu lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi kumrazi katika kijiji cha Biambwe, kilomita takribani 40 kutoka Butembo mkoani Kivu Kaskazini. Waasi wa ADF wenye asili ya Uganda wanahusishwa na kikundi cha kigaidi cha Dola cha Kiislamu walivamia kituo cha afya cha eneo hilo. Shughuli za masomo zimeanza tena siku ya jana Jumatatu tarehe 17 Novemba katika mji wa Butembo na wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mwito uliotolewa na uwakilishi wa wanafunzi wa Kongo Butembo Lubero kuwahimiza wanafunzi kurejea shuleni. Marudio haya masomo yanafunga kipindi cha siku 3
za kusitishwa kwa shughuli za kitaaluma, hatua iliyochukuliwa kuomboleza kifo cha Kavira Vyangula Rosette, mwanafunzi wa Esteme Butembo aliyefariki kwa kupigwa risasi Jumatano tarehe 12 Novemba. Marehemu aliuawa kwa makabiliano kati ya makundi mawili ya wazalendo katika soko la Musimba. Akizungumza kwa vyombo vya habari, Isingoma Bue Mukasete, rais wa Reke Butembo, amesema kuwa harakati za kutafuta haki kwa ajili ya mwenzao zitaendelea sambamba na urejeo wa masomo. Ameeleza kuwa wanafunzi hawatakubali kuswala ili kufifia na wataendelea kusukuma hatua za kisheria hadi watuhumiwa wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Kwa kumbukizi, wanafunzi wanaounda Reke Butembo na Lubero walisimamisha masomo kuanzia Alhamisi tarehe 13 hadi Jumamosi tarehe 15 Novemba, ikiwa ni ishara kupinga namna wanafunzi mwenzao alipoteza maisha akiwa kazini kwa masomo katika kitengo cha uguzi wa wakunga cha Esteme Butembo. Katika maandamano ya Ijumaa iliyopita, uongozi wa Reke uliwasilisha memorandumu kwa uongozi wa jiji la Butembo wakitoa msisitizo kwa serikali kuwaondoa mara moja wanamgambo wa wazalendo walio karibu na maeneo ya vyuo, wakisema uwepo wao unasababisha vurugu na kuvuruga utulivu wa wakaazi na wanafunzi. Miongoni mwa madai mengine, Reke imetaka mahakama kufuatilia hatua na wahusika wa tukio hilo waliosababisha kifo cha mwanafunzi huo na hatua kali zichukuliwe. Mwito mwingine umetolewa kwa jamii nzima kuhakikisha mazingira salama kwa wanafunzi ili haki yao ya kusoma kwa amani iheshimiwe kikamilifu. Baadhi ya viongozi wa jamii ya kiraia mkoani Kivu Kaskazini wameeleza kuunga mkono mpango wa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, lakini wamesisitiza kuwa hatua hiyo ni lazima izingatie kikamilifu mahitaji ya kibinadamu na isije ikaathiri usalama wa raia. Akizungumza Jumatatu tarehe 17 Novemba, Christian Kalamu, rais wa jamii ya kiraia katika uratibu wa Karisimbi, amesema wananchi walipokea vyema tangazo hilo, akibainisha kuwa kulifunguliwa kwa uwanja huo kunapaswa kulenga moja kwa moja kusaidia raia wanaokumbwa na uhitaji mkubwa wa misaada. Tunakaribisha tangazo hili. Kufunguliwa kwa uwanja wa ndege kwa misingi ya kibinadamu kunalenga kupunguza mateso ya wananchi, kuwarahisisha uletaji wa misaada na kuwezesha wagonjwa mahututi kuhamishwa haraka, amesema Bwana Christian Kalamo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile Antoine Felix Tshisekedi siku ya Ijumaa tarehe 14 Novemba aliwataka mawaziri watatu wa ngazi ya makamu na waziri mkuu wafanye kazi kwa pamoja ili kuandaa mazingira ya kiusalama na vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kufunguliwa kwa uwanja huo muhimu. Agizo hili lilitolewa wakati wa baraza la mawaziri la 67 lilofanywa mjini Kinshasa. Hatua hii ya Kinshasa imekuja baada ya kauli ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kuwa kufunguliwa upya kwa uwanja wa ndege wa Goma kunakaribia wakati wa mkutano wa kimataifa wa amani na ustawi kwa ukanda wa maziwa makuu uliofanyika jijini Paris. Jamii ya kiraia imesisitiza kuwa kabla ya kufunguliwa kwa uwanja huo kunahitajika mpango ulio wazi na wa kueleweka. Wanataka kujua hatua zitakazochukuliwa kulinda eneo la uwanja, namna mashirikiano yatakavyoendeleshwa kati ya MONUSCO na FARDC na mashirika ya binadamu, pamoja na ratiba za utekelezaji wa operesheni hizo. Tangu Januari, uwanja wa ndege wa Goma umebaki umezuiliwa kufuatia kuingia kwa wasi wa M23 katika jiji hilo, hali iliyovuruga pakubwa shughuli za kibinadamu na kiuchumi. Ndege iliyombeba waziri wa madini Louis Watumu Kabamba imeanguka siku ya jana Jumatatu tarehe 17 Novemba katika uwanja wa ndege wa Kolwezi mkoani Lualaba. Taarifa zinaeleza kuwa ndege hiyo iliyokuwa ikitokea Kinshasa iliteleza na kutoka nje ya barabara ya kurukia na kutua kabla ya kushika moto, jambo lilowatia hofu mashuhuda waliokuwepo uwanjani. Kwa bahati nzuri, waziri pamoja na ujumbe wake waliweza kutoka nje ya ndege kwa wakati. Kulingana na mshauri wake wa mawasiliano Isake Nyembo, hakuna mtu aliyejeruhiwa japokuwa mizigo yote imeungua ndani ya ndege. Sisi ni ujumbe wa watu takriban 20 kutukifatana na waziri wa madini kutoka Kinshasa. Ndege iliyotubeba ilishindwa kutua vizuri na ikaanza kuwaka moto. Tulifanikiwa kutoka kabla ya moto haujasambaa
kwenye ndege nzima, alieleza Isaac Nyembo kutoka vyanzo vyetu. Waziri wa Tumu Kabamba aliyekuwa anaelekea Kolwezi kufuatia kwa karibu ajali mbaya iliyotokea kwenye eneo la machimbo ya Kalondo karibuni na kijiji cha Mulondo katika eneo la Muchacha ambako wachimbaji zaidi ya 40 walipoteza maisha. Amjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Kapi popote mlipo, karibu kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Bila kukawia, habari kubwa ni kusherekea ushindi wa Leopard Jumapili nchini Morocco. Felix Tshisekedi ametenga rasilimali ili kuhakikisha wachezaji wanarejea salama kupitia ndege ya kukodi. Anatarajia tena uhamasishaji ili kusaidia timu la taifa litakapoendelea na kampeni hiyo. Kuwepo kwa waasi wa AFC kumeripotiwa katika kijiji cha kwanza ndani ya eneo la Shabunda Mai Mingi tangu Jumapili Novemba tarehe 16. Waasi walianzisha mashambulizi ya kushtukia kwenye nafasi ya jeshi ya kawaida. Kiongozi wa afya ndani ya eneo la Masisi anaonyesha hofu kuhusu kuzuka upya kwa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo lake. Maeneo yaliyoathiriwa ni pamoja na wilaya za afya za Masisi, Kitule, Mutiri, Sati na Mianja, kilomita 87 kutoka Goma hadi Masisi. Karibu tena na usikilivu mwema kwa wote. Timu la Leopard limewasili tayari kwenye udongo wa nchi kisha ushindi wao Jumapili nchini Morocco. Felix Tshisekedi ambaye anafuatilia kwa karibu uchezaji wa Leopard atakuwa nao jioni hii kwenye uwanja wa Martyr. Mkuu wa nchi ametenga rasilimali ili kuhakikisha wachezaji wetu watarejea salama kupitia ndege ya kukodi. Yeye anatarajia tena uhamasishaji mkuu ili kusaidia timu la taifa linapoendelea na kampeni ya kufuzu kwa kombe la dunia. Tunabaki mjini Kinshasa. Ukaguzi wa magari umehairishwa hadi Jumatano hii. Mpango huu ulizinduliwa na mkuu wa nchi na kuwasilishwa na waziri wa uchukuzi wa mkoa. Unalenga kuwaruhusu wakaaji wa Kinshasa kukaribisha timu la taifa ya mchezo wa mpira. Kulingana na waziri wa uchukuzi wa jimbo hilo, kuhairishwa huko pia kunatokana na mapokezi yake Rais Felix Tshisekedi kwa timu la Leopard katika uwanja wa Martyr, kwa lakini kwenye Avenue des Ecuries uko Ngaliema. Kwa mfano, polisi na wafanyakazi wa ukumbi wa jiji waliopewa jukumu la kufanya ukaguzi kwa wakati moja walikuwa bado wakionekana barabarani licha ya kuahirishwa. Taarifa yake Likinzau yatafsiriwa na Florence Kiza. Uchunguzi wa kiufundi lazima uruhusu uhakiki wa hali ya magari yanayoendesha Kinshasa wakati kampeni ya Tosa Batosa yo, yani heshimu ili wakuheshimu, ni mpango ambayo unakusudia kupigana na kuendesha gari vibaya na kutofuata sheria za trafiki na madereva wa teksi na waendeshaji pikipiki huko Kinshasa. Licha ya kuwazirishwa huu, kuna magari machache kuliko kawaida kwenye mishipa fulani inayojulikana kwa foleni nzito za trafiki. Kwa mfano, kunako mkoba des Ecuries kutoka parokia ya Mtakatifu Leopard hadi duka la Kintambo, mara nyingi ni eneo la foleni kubwa za trafiki, lakini asubuhi ya leo iliwasilisha picha ya barabara iliyo wazi. Kwenye duka la Kintambo, mambo ya polisi wa kitaifa na vile vya mazingira ya brigade hupelekwa kwa usahihi kutekelezwa ukaguzi huu. Awamu wa uhamasishaji ulianza tarehe 10 Novemba. Waziri wa uchukuzi wa mkoa anatoa wito kwa madereva wa teksi na pikipiki kufuatia njia hii ya raia iliyowasilishwa kama hatua muhimu kuelekea usafirishaji salama na wa watumiaji wa mijini.
Kuhusu habari za usalama, kama vile tulivyojulisha, kuwepo kwa waasi wa AFC M23 kumeripotiwa katika kijiji cha kwanza ndani ya eneo la Shabunda Mai Mingi tangu Jumapili tarehe 16 Novemba. Waasi hawa walianza mashambulizi ya kushitukia kwenye position za jeshi ya kawaida. FARDC ililipiza kisasi kabla ya kurudi nyuma zaidi kuelekea Kimbili ambako kituo cha afya kwa sasa kinahudumia majeruhi kadhaa, kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya ndani ya mfumo wa uratibu wa jumuiya ya kiraia wa eneo la Shabunda. Huko Ituri, washtakiwa 12 wakiwemo wanajeshi 4 wamepelekwa mbele ya mahakama ya kijeshi ya Ituri mjini Bunia tangu Jumatatu. Vikao hivi vinafanyika katika viwanja vya shule rasmi ya msingi ya Epo ndani ya mji. Wanashtakiwa hasa kwa mauaji kiisha visa viwili vya kupiga masasi mwezi wa Julai na Agosti mwaka jana na kusababisha vifo vya watu 4 na wengine 10 kujeruhiwa. Kivu ya Kaskazini, kama vile tulivyojulisha, kiongozi wa afya wa eneo la Masisi anaonyesha hofu kuhusu kuzuka upya kwa ugonjwa wa kipindupindu katika mamlaka yake. Kulingana naye, maeneo yaliyoathiriwa ni pamoja na wilaya za afya za Masisi, Kitule, Mutiri, Sati, Mianja na mazingira yake kwenye kilomita 87 kutoka Goma katika mtaa wa Masisi. Anabainisha kuwa visa vya kuhara kama vile kipindupindu vilianza kuripotiwa katika ukanda huu ambao unajumuisha wilaya 26 za afya mwanzoni wa mwezi wa Oktoba. Ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa katika vituo vya matibabu, angalau vifo 3 vilionekana ndani ya jamii tayari vimerekodiwa katika wilaya za afya za Mianja na Masisi Centre. Mganga mkuu wa wilaya ya Masisi, Daktari Lucien Kandundao, anawataka wananchi kuzingatia usafi ili kuzuia ugonjwa huo wa hatari. Tunajelekeza upande wa Kisangani katika sekta ya afya, eneo la afya la Basoko kwenye umbali wa kilomita 285 chini ya mto kutoka Kisangani kwenye mto Kongo linakabiliwa na kuzuka upya kwa ugonjwa wa kipindupindu kwa kutia wasiwasi. Tangu kuanza kwa janga hilo Juni mwaka jana, jumla ya kesi 459 pamoja na vifo 21 vimeripotiwa kulingana na ofisi kuu ya taasisi ya afya. Hali hii inaonesha upungufu wa mfumo wa afya katika eneo hilo. Upande mwingine tujielekeze katika jimbo ya Lualaba. Huko serikali ya mkoa imetoa ripoti ya awali ikisema kwamba wachimba migodi 32 ndio walifariki katika daraja ya muda iliyoporomoka kwenye machimbo ya Mulondo. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili huko Kolwezi, waziri wa mambo ya ndani wa jimbo ya Lualaba alizungumzia mazingira ya mkasa huo. Maneno yake Roy Kaumba yalichaguliwa na Pole Munanga. Un tragique incident est survenu ce samedi 15 Novembre. Tukio kubwa ya kusikitisha ilitokea siku ya 7 Novemba tarehe 15 kwenye lupango ya kampuni ya Pajeklem inayopatikana pale Kawama, tarafa la Muchacha, kwenye eneo la madini la Mulondo. Ijapo kupigwa marufuku rasmi kwa kuingia eneo hilo kutokana na mvua kubwa kunyesha na hatari ya mporomoko ya ardhi, wachimbaji haramu walilazimika kuingia kwenye eneo hiyo. Kwa kuingia, walisimika daraja la muda ili kuvuka mifereji kwa usalama uliochimbwa na kampuni hiyo ili kuzuia uvamizi wowote. Wakati wa kuvuka kwa haraka kwa wachimbaji, uzito wa idadi kubwa ya watu kwenye muundo huu usio na utulivu ulisababisha kuanguka kwa watu kadhaa ndani ya maji ya mifereji. Kufikia sasa, mili 32 imeondoshwa katika mifereji, 7 kati yao imehamishwa katika chumba cha maiti cha hospitali kuu ya rufaa ya Mupanja na 25 katika chumba cha maiti cha hospitali kuu ya Mwangeji huko Kolwezi. Mupanja a celle de Mwangeji a Kolwezi.
Tunabaki pa Lualaba ambako ndege iliyokuwa ikibeba wajumbe kutoka wizara wa madini mkiwemo waziri Louis Watum ilianguka Jumatatu. Ndege hiyo ilishindwa kutua na ikaja kupumzika nje ya njia ya ndege katika uwanja wa ndege wa Kolwezi. Kulingana na vyanzo vya ndani, hakukukua majeuri. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana. Picha zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha ndege hiyo ikiteketea kwa moto. Tunajielekeza sasa upande wa Kasai ya Mashariki. Mradi wa PERS, yani mradi wa kuimarisha mfumo wa usawa wa elimu, ulizinduliwa Jumatatu hii huko Mbujimai. Halfa hiyo iliongozwa na waziri wa elimu wa mkoa. Mradi huu mwenye gharama ya jumla ya zaidi ya dola 1113 unalenga kuboresha upatikanaji wa elimu bora kwa kupambana na unyanyasaji wa kijinsia shuleni. Wapendwa wasikilizaji, sasa ni wakati wa kuwaletea kipindi cha pili cha taarifa yetu. Mgeni wetu ni mkurugenzi wa matibabu wa hospitali kuu ya rufaa ya Kindu katika halfa ya kuweka umeme katika jengo la upasuaji wa kisasa lilipo Kindu lililojengwa na Moise Katumbi na seneta Salomon Idi Kalonda. Daktari Buredi Senga Jean anaeleza umuhimu wa uwekezaji huu kwa uendeshaji mzuri wa hospitali yake, huku pia akiomba msaada zaidi kutokana na changamoto nyingi zinazokabili hospitali kuu ya rufaa ya Kindu. Daktari Buredi Senga Jean, mgeni wetu, anazungumza na Florence Kiza. Radio Okapi. Invité en Swahili. Daktari Buredi Senga Jean, jambo. Jambo mama journaliste. Kwa leo block operatoire yenu ya hospitali general mmetoka kupata umeme ya jua. Tunaweza kujua hiyo umeme ina faida gani kwa ajili ya matumizi bora ama bon fonctionnement kunako hospitali kuu ya Kindu? Asante mama journaliste, nigisi natoka kusema hospitali kuu ya Kindu iliweza kupata msaada kwa watu ambao umeme kwa kutujengea block operatoire ya hali ya kisasa ama modern. Sasa kwa ile block kwa kulikuwa shida kidogo, na ndio maana shida imoja ilikuwa shida kubwa ni kukosa umeme ndani ya ile chumba cha kupasua wagonjwa. Na kwa hivi muletaji wa msaada hiyo aliona ni vema kuendelesha na kazi yake ili apate kuleta kwa leo umeme, na bila tu umeme ndani vile ameleta ile tunaita system ya climatisation. System ya climatisation ile itasaidia sana madaktari na waganga wenye kutumika ndani ya chumba hiyo ya kupasua wagonjwa watumike bila tatizo, kwa sababu mbele walikuwa wakitumika. Unajua kama block operatoire ni chumba yenye nafungwa sana, na ilikuwa inaleta vukutu ndani. Waganga walikuwa wanaweza kutoka hata jasho mingi, na nafikia jasho ile iwezi kuangukia hata vidonda ya wagonjwa, na inaleta tena hasara kwa wagonjwa wakati wanapoendelesha matunzo yao. Ile tunaitaka infection de la plaie en post operatoire. Yani daktari, nimeonyesha kwamba katika jimbo la Maniema hakuna tena hiyo matatizo ya kusema kwa kupasua magonjwa fulani ifo kuituma kujimbo fulani. Ndio mama, kusema vile sitaweza kusema, lakini block operatoire hii inakuja kuleta suluhisho kubwa kwa nombre kabambi ya maoperation yenye taweza kufanyika. Donc kupitia hii chumba cha upasuaji tunaweza kupunguza kabisa kutuma wagonjwa wetu tena nje ya jimbo, kwa sababu maoperation mbalimbali itafanyika ndani ya block hii yenye tulipata kwa hospitali. Kwa wakati kama na huu tunaweza basi kuelewa shida gani ambapo hospitali kuu ya Kindu inapitia? Hospitali yetu kuu ya Kindu ina shida kubwa mbili. Ya kwanza ni ya umeme, kwa sababu unajua hospitali ni chumba cha kazi inatumika muda saa 12 kwa siku bila kukata kazi. Alafu nafikia wakati au usiku waganga wanakuwa na ile tatizo ya kutunza vizuri kwa sababu hakuna umeme sana. Na tuna maapare zingine service nyingine yenye naomba moto ikuwe kwa ajili ya hayo kutumika vizuri. Magumu ya pili ni sababu ya maji. Hospitali kuu ya Kindu ni fasi
yenye inastahili kuwa na maji 24/24. Kwa sababu gani? Maji inasaidia kwa kusafisha masal za wagonjwa, magungue za waganga, kwa kufanya kazi mingi inaomba maji. Hata misalani yetu inaomba maji ikuu. Hospitali kuu ya Kindu tuko na ile tunaita système de forage, me inaomba vile vile moto kwa hayo kutumika. Wakati hospitali inakosa maji, mnakuwa mkipata sasa wapi maji kwa kuweza kutumikisha hivi vitu vyote? Andeoli ya ile forage yetu electric, tuko vile vile na forage moya manuel yenye inatusaidia kidogo kwa kupata maji, lakini haitoshi. Sasa nyinyi ndani ya hospitali muna politiki gani ya ndani ambapo mumefanya kwa ajili ya kuweza kupunguza hiyo matatizo? Kwa kupunguza hiyo matatizo ama magumu ambayo hospitali nakumbana nayo, sisi kama vile viongozi wa hospitali tumekamata kwanza hatua ya kuangalia magumu zote. Biansi mbili ni kubwa, lakini naomba tukamate na hata ile inayokuwa ndogo ndogo tuwapelekee wakubwa wanaohusika. Tunaita sous forme vile un cahier de charge, ili wapate kuangalia namna gani kuja kwa msaada kwa hospitali ya Kindu. Hospitali leo ya Kindu imekuwa imepokea watu ngapi? Hospitali yetu tunaweza kupokea wagonjwa 212 ama 220 malade. Hata vile kama kapasite yetu ya kupokea wagonjwa ni vitanda 214, na kufatana ile ukubwa wa hospitali kuu ya Kindu, ndio maana hospitali yetu inakuwa na lazima kabisa ya kupata wasaidizi, sio tu leta peke, lakini kupitia vile vile wasaidizi ambao wamesaidia leta yetu wanaweza kuja kusaidia hospitali zaidi juu ya ubora ya wagonjwa wetu. Daktari Buredi Senga Jean, nakushukuru. Ni mimi ndio nakushukuru mama journalist. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kivu Kaskazini, angalau wakuu wa jamaa 22 wanawake ambao wamerejea katika eneo la Sake mtaani Masisi sasa watajitegemea kutokana na shughuli zao za kujiongezea kipato. Wanawake hawa hivi majuzi walipokea vifaa kwa kuanza vya utangazaji kwa utengenezaji wao wa vikapo cha Viker. Ugawanyi ulifanyika tarehe 10 Novemba mwishoni mwa kikao cha mafunzo kilichotolewa na shirika La Voix des Femmes et des Enfants. Maelezo mengi ni katika ripoti iliyotayarishwa na Bernardin Nyangi. Ni kupitia hiyo mradi ya uwezeshaji wa wamama kupitia mafunzo ya ufundi katika eneo la Masisi, ndipo wamama hawa 22 waongozi wa mafamilia zilizorejea eneo hizo za mtaa walifaidika na mafunzo haya ya mwaka mmoja. Kulingana na msimamizi wa programu katika shirika la sauti ya wamama na watoto WCV, uwezeshaji wa wanawake unahakikishwa hata kama mahitaji mengi yabaki kushughulikiwa. Munire Martin: vikapo waliotengenezwa vyaonyesha ubora wa mafunzo waliopokea. Ili kukamilisha mafunzo haya, tulikabidhi wa mama vifaa muhimu ili kuanzisha biashara ndogo ndogo na kuimarisha uwezeshaji wao na nguvu zao za kiuchumi. Toa wito kwa watu wenye nia njema kujiunga na WCV ili kuimarisha uwezeshaji kamili wa mama hawa, na zaidi ya yote kupunguza ujeuri wa kijinsia ambayo wanawake waasiriwa zaidi mashariki mwa DRC. Na ni kupitia taarifa hizo kutoka wenzetu wa Radio Okapi ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 18 Novemba mwaka 2025. Niambo alikuwa ukisikiliza ni Kivu News and Fox, machako pekee cha habari na burudani, ambacho tunaendelea kuletea matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kuendelea kutuandikia kwenye namba zetu hizi za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako, aiza
mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza ukabonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza aiza kukliketa kupeleka wewe kujumuika kwenye channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unaungana pamoja nasi kupitia grupe letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa na kupotea habari mpya kupitia channel yetu ya YouTube. Langu jina mimi ni Roger Lulonga. Basi sina la ziada, acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, tukiendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi acha nikutakia asubuhi njema, na wenda tutarani tena kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.